Serikali ya kaunti ya Kajiado kwa ushirikiano na mashirika ya kibiashara humu nchini imeandaa maonyesho ya kibiashara katika mji wa Kitengela. Maonyesho hayo ambayo itatoa nafasi kwa wafanyabiashara wadogo, vijana na watu wenye ulemavu kuonyesha biashara zao. Pia inalenga kutoa mafunzo kwa wafanyabiashara hao ya kupanua biashara zao na namna ya kupata pesa za kuendeleza biashara hizo. Na sasa tunaungana naye Robert Maasai mubashara kutoka Kitengela kwa mengi zaidi. Kwako Robert. Nama Lulu Hassan, asante sana. Bila shaka kama ulivyosema, tunakuja moja kwa moja kutoka mji wa Kitengela, ambapo ukiangalia katika ukumbi huu, mpiga picha wangu akielekeza kamera, utaona kuna wawekezaji, wafanyabiashara wadogo wadogo, vijana, kina mama, na pia tunaarifiwa pia kuna watu walemavu katika eneo hili ambapo wanajadili masuala ya kibiashara. Na labda lengo kuu ni kuhakikisha kwamba wale ambao wanaendeleza biashara wanapata ujuzi zaidi, hususan namna ya kupata tu masuala mbalimbali ya serikali, kwa mfano namna ya kupata mtaji na mipango mbalimbali ya serikali ya kaunti na vile vile serikali ya kitaifa. Kwa hivyo ndio kongamano ambalo linaendelea hapa katika mji wa Kitengela, na tayari wapo serikali ya kaunti imefika hapa na vile vile washikadau mbalimbali, na nitaanza kuzungumza na naibu gavana ambaye anaongoza shughuli hii ama anaongoza ujumbe wa serikali ya kaunti kuhusiana na uwekezaji katika kaunti ya Kajiado. Labda bwana naibu gavana, karibu sana. Asante sana. Labda tueleze nini inaendelea hapa, alafu ni kina nani aswa ndio mnalenga? Kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru wawekezaji wote ambao wameweza kujumuika nasi siku ya leo. Tunashukuru kaunti ya Kajiado kwa kuongoza hafla hii, ikitambulika kwamba kaunti ya Kajiado iko na jopo ama bodi ambayo inashughulika na masuala ya uwekezaji katika kaunti yetu, na pia inaweza kushirikiana na wote ambao wako na nia kama yetu. Tunashukuru kwamba leo tuko na marafiki wa kutoka TJ Premier Investments ambao wamejishughulisha kutembea kote katika nchi yetu ya Kenya kule kuhamasisha wawekezaji, na leo wameweza kuwa nasi katika kaunti ya Kajiado na tumekuwa na wawekezaji wengi. Tunashukuru. Kaunti ya Kajiado ni kaunti ambayo iko na uwezo kuu sana katika masuala ya uwekezaji, ikijulikana kwamba kaunti ya Kajiado imeweza kuunganisha jiji letu kuu la Nairobi na Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia njia hii ya Namanga hadi Arusha na kwingineko, na mazingira yake ni ya kuwezesha uwekezaji. Tuko na nafasi nyingi ya uwekezaji katika kilimo. Kaunti ya Kajiado inajifunia kuwa kuna sehemu ambazo kama Kimana na sehemu za Loitoktok ambaye tunatoa nyanya na tunashikilia nambari 2 katika nchi yetu ya Kenya, na hivi karibuni tuko na uwezo wa hata kuwa nambari 1 kwa sababu mchanga yetu ina rutuba nyingi sana, sio tu katika kilimo ya chakula, lakini ukiangalia kilimo ya maua, horticulture, inafanya vizuri katika kaunti yetu ya Kajiado. Labda bwana naibu gavana, nikikukatiza kidogo, tuzungumzie vijana sasa. Ni nafasi gani kama kaunti ya Kajiado mnayo kwa vijana in terms of masuala kama mtaji, capital, nini? Vijana nafasi yao ni ipi? Vijana wako na nafasi ya uwekezaji. Julikane kwamba vijana wako na nguvu, vijana wako na ubunifu, vijana wanaweza fikiria na kuleta jawabu ya yale ya masuala ambayo yanatukera kama jamii, kama nchi na kama kaunti. Na wakati huu tunajaribu sana kuzingatia vijana waingie katika taaluma za kiufundi, wapate elimu ya kiufundi, waweze kutengeneza kazi wao wenyewe,
badala ya kuzunguka kuomba kazi, wao wanaweza pata elimu hiyo. Na kwa sababu hiyo tumeweza kusaidia kama kaunti yetu kuwafundisha vijana kosi za kiufundi. Mpaka sasa tangu tuchukue hatamu ya uongozi tumewafundisha vijana zaidi ya 4,000 ambao wamejifunza mambo kama plumbing, mambo kama masonry, mambo kama useremala na mambo kama hayo, na wanaweza jitengenezea kazi. Sio hivyo tu, lakini hata kwa sababu ya mfumo ya teknolojia ambayo imeenda juu sana, vijana wanaweza buni biashara kupitia teknolojia, na hiyo county inaweza kuwasaidia na kuwapa nafasi. Haya, asante sana. Wacha pia tupate mshirika mmoja tu tukimalizia. Kwa kifupi tu utueleze labda ni kina nani mnalenga na kwa nini mmechagua Kajiado? Asante sana. Kwa majina ni Nyongesa Josephat, nikiwa mwakilishi kutoka TJ Prime Events ambao wanapanga maonyesho ya biashara hapa Kajiado, Kitengela, ambayo yatafanyika kuanzia tarehe 23 hadi 25 mwezi huu hapo Selelo Mall. Tumeweza kualika wafanyabiashara kutoka sekta mbalimbali, vile mnavyoona wamekuja ili tuweze kujadili jinsi ambavyo tutapanga haya maonyesho na kuwe maonyesho ya manufaa kwa wafanyabiashara wote na kwa kaunti yetu ya Kajiado. Na pia kueleza tu wale ambao watakuja kuona haya maonyesho hautahitajika kulipa chochote. So karibuni sana ili tuweze kufanikisha maonyesho ya biashara. Haya, asante sana. Lulu Hassan, kama umesikia, ndio wadau hawa wakizungumzia masuala ya uwekezaji, biashara na masuala mengi tu, lakini kuu zaidi nafikiri barabara zote pia zitakuwa naelekea kule Amboseli mwezi huu Novemba, ambapo kutakuwa na ile Maa culture. Pia itatoa nafasi zaidi ya jamii ya Maa kuweza kuonyesha biashara zao, hususan biashara ya ushanga, biashara ya mifugo na masuala kama yale. Kwa hivyo ni masuala ambayo tunazidi kufuatilia, lakini kutoka hapa sina la ziada kwa sasa na kupeleka mapumzikoni. Lulu Hassan atarejea na Shajara. Mimi naitwa Robert Masai.